Daktari Blandina Kisawike ni mwadhiri chuo kikuu cha Iringa, ni mtaalamu wa masoko. Manufaa ya mradi huu kwa wakazi wa Mufindi ni manufaa makubwa sana, kwa sababu wanufaika mradi huu wengi ni wanafunzi wengine walioacha masomo kutokana na mimba za utotoni, na kuna wengine ambao wametelekezwa na familia zao. Kuna wengine ambao ni watu ambao wamekata tamaa. Kwa hiyo manufaa ya mradi huu hasa kupitia masomo ambayo tunafundisha ujasiriamali, ili somo au idhana ya ujasiriamali itawasaidia wanufaika kwanza kujua fursa ambazo zinawazunguka. Watu wengi wanaona kwamba changamoto kubwa ya ujasiriamali ni mtaji, lakini kupitia mafundisho ambao wanafunzi wameyapata wamegundua kwamba kumbe changamoto ni mtaji sawa, lakini mtaji umewazunguka. Mtu anaweza kuwa mtaji ni zile fursa ambazo anakuwa nazo. Na kingine wamejifunza tofauti kati ya mfanyabiashara na mjasiriamali. Ni mwezeshaji Blandina Kisawike kutoka mradi wa Youth Agency in Mufindi, ambapo mradi huu wa Youth Agency in Mufindi umekuwa ukiwezesha vijana kutoka mazingira magumu kutoka kata ya Mpanga Tazara na kata ya Mapanda, ambapo kwa awamu hii wanapatiwa mafunzo haya katika kijiji cha Igoda wilayani Mufindi katika kata ya Ruhunga. Anaeleza juu ya faida ya mafunzo haya. Mafunzo yana faida kubwa kwa washiriki, kwa sababu baadhi ya washiriki ni wale ambao wamepata mimba za utotoni, wametelekezwa na familia zao, na ni washirika ambao waliona kwamba hawana faida ya kuendelea kuishi, walikata tamaa. Mafunzo ya ujasiriamali yamewasaidia kufungua ufahamu wao, kufahamu kwamba kumbe ujasiriamali ni kwa mbunifu, anza kufanya kitu kipya au kuboresha kile kitu ambacho kinafanywa na watu wengine, lakini kwa utofauti kidogo. Wamejifunza namna ya kuibua fursa, wamejifunza namna ya kuboresha biashara zao, lakini kikubwa zaidi wamejifunza namna ya kutafuta masoko. Wamejifunza B4, kwa mfano bei, bidhaa, bango kwa maana ya sehemu ya kufanyia biashara, na sema kuweka biashara, lakini namna ya banda, namna ya kuweka biashara na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya hao wanufaika watapata faida kubwa sana. Wakitoka mahali hapa hata kwa jinsi walivyo, kwa sababu wameshapata ile mindset zao zimebadilika kwamba kumbe ujasiriamali sio kitu cha kufanya kile kitu kama wanaofanya wengine, bali ni kufanya kwa uzoefu au kwa tofauti. Lakini zaidi sana imefanya kutambua kwamba wamezungukwa na rasilimali nyingi ambazo vitu vingi viko ndani ya uwezo wao. Kwa hiyo wakimaliza mafunzo haya hawatakuwa jinsi walivyo, bali watakuwa ni watu tofauti. Mradi wa Youth Agency Mufindi ni mradi ambao unahusisha vijana takribani 120 kutoka kata ya Mapanda na Mpanga Tazara, na kata hizi ni miongoni mwa kata za pembezoni katika halmashauri ya wilaya ya Mufindi. Kwa kiasi gani kupitia mafunzo haya vijana hawa wanaweza kanyanyuka tena, hasa ukizingatia kuwa vijana hawa baadhi yao ni wale waliotengwa na familia? Mwisho wa mafunzo tutafundisha namna ya kuunda vikundi. Tunajua halmashauri zetu zinatoa mikopo kwa vijana. Kwa hiyo mwisho wa mafunzo haya tutawafunza namna ya kuandaa mpango biashara, tutawafundisha namna ya kuunda vikundi, na watakuwa katika hali ya kukopeshwa fedha ambazo ni kama labda watanufaika na fedha za serikali kwa kupata mikopo ambayo itawasaidia kujiinua kiuchumi. Lakini si hivyo tu, wanaweza wakajiajiri wenyewe, lakini pia na kuajiri wapendwa wao, kwa sababu hawatakuwa wanyonge tena. Hii elimu imewafungua zaidi na kupata ujuzi zaidi wa kufanya biashara zao, lakini pia tafika mahali na hata kuboresha familia, sababu wengi wao wana watoto wadogo kiasi kwamba hata namna ya kuhudumia inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kupitia huu mradi utasaidia kujitambua, unawasaidia kuanza biashara zao, na kupitia mikopo ya serikali watapata mtaji na kuanza biashara zao. Hata hivyo, hii ni awamu ya pili toka mradi huu ulipoanza kazi mwaka 2020, ambapo ulianza katika kata ya Ruhunga, Mdaburo pamoja na Ihanu. Anazungumzaje maendeleo ya mradi huu hasa juu ya ujasiriamali? Wale ambao wamepatiwa elimu hii, maendeleo yao yakoje kijijini? Baadhi ambao tumewasiliana nao, wapo ambao tayari wamefungua biashara, kwa sababu tuliwafundisha namna maana ya ujasiriamali, namna kutafuta fursa, lakini pia namna ya kusajili vikundi. Wapo ambao tayari wameanza kunufaika na mradi huu. Wapo ambao tukiwasiliana nao wamesema kwamba tayari wameshapata mikopo, wengine tayari waliandaa mpango biashara na wameshaanza biashara zao. Kwa hiyo mradi huu umewavusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Naamini hizi juhudi zikiendelea pamoja na serikali nao kuweka mkono katika miradi hii, itawafikia vijana wengi zaidi na kuondoa katika maisha magumu ambao wanaishi kwa sasa.
Vijana wanaopatiwa mafunzo haya ni vijana ambao wameweza kuongezwa hatua moja mbele ya ufahamu na wanawaahidi kuweza kwenda kufanya vizuri katika mradi huu kama hapa wanavyoelezea. Naitwa Petro Kalele. Kwa nashukuru mradi wa YAM kwa kutupa hii fursa ya kuja kupata elimu ya ujasiriamali ambayo mimi binafsi itaenda kunisaidia nikiwa na fursa yangu kama mimi mfano seremala, nikianza nitakuwa mbunifu, nitakuwa najua jinsi ya kuishi na watu na kufuata fursa zilizopo. Naitwa Vumilia Damas Luvena, nimetokea kijiji cha Mpanga Tazara, mkoa wa Iringa, wilaya ya Mufindi. Nashukuru sana shirika la YAM kwa kunisaidia. Naomba hata wengineo wasichoke. Walishukuru sana shirika hili linaloinua watoto yatima kama sisi. Asante sana. Ni kwa mkulima mkubwa wa kutoa masuala ya mazao shambani na pia kufanya biashara. Yaani kiufupi ni kuunda mradi wa kulima. Kwa majina naitwa Joseph Victor Kikoti. Natokea kijiji cha Mpanga Tazara, wilaya ya Mufindi, mkoa wa Iringa. Nimefurahia sana kuwepo mmoja wa mradi wa YAM na nimefurahi mafunzo niliyopokea katika mradi huu na naahidi kufanya mazuri katika kijiji changu, nitakuwa wa mfano. Alizalishwa na mwanaume na baadaye mwanaume huyo kumtelekeza na hivyo kuendelea kuishi yeye na mtoto wake akilea kwa hivyo kwa shida. Sifa ni miongoni mwa mabinti ambao wanapatiwa mafunzo katika mradi wa Youth Agency in Mfindi na akiwa na mtoto wake katika mafunzo haya. Naitwa Sifa Fulia Kimela. Ninashukuru sana kwa mradi wa YAM. Kwa hapa nilipofikia ninapata faida nyingi sana. Napata faida nyingi sana. Nashukuru sana kwa kutuwezesha, maana tulikuwa hatujui kinachoendelea. Asante sana kwa uwepo wenu kwa kuhitaji watu kama sisi, tunashukuru. Kwa kweli nipende kuwashukuru wadau wetu ambao tumekuwa tukijishughulisha nao kwenye mradi, hasa nitazungumzia awamu iliyopita, lakini pia hata awamu hii pia wapo, tutaendelea kushirikiana nao. Wa kwanza kabisa nipende kuwashukuru watekelezaji wenzetu wa mradi ambao ni taasisi ya Deaconess Foundation ambayo iko Finland, lakini pia niwashukuru timu ya uwezeshaji kutoka ofisi ya mkurugenzi wa wilaya ya Mufindi. Nipende kumshukuru mkuu wa wilaya ya Mufindi, nipende kuwashukuru Inuka, nipende kuwashukuru chuo kikuu cha Iringa, nipende kuwashukuru taasisi inaitwa TAPCAP, nipende kuwashukuru viongozi wa vijiji, manake nikimaanisha watendaji na wenye viti wa vijiji. Nipende kuwashukuru wadau wetu ambao ni VCPC kutoka kila kijiji ambacho mradi umetekelezwa. Lakini pia kipekee nipende kuishukuru bodi ya mradi ambayo wao wamekuwa ndo washauri wakuu wa mradi, lakini pia ndo wasimamizi wakuu wa mradi ambao tunaotekeleza. Kwa kweli nipende kuwashukuru wadau wetu ambao tumekuwa tukijishughulisha nao kwenye mradi, hasa nitazungumzia awamu iliyopita, lakini pia hata awamu hii pia wapo, tutaendelea kushirikiana nao. Wa kwanza kabisa nipende kuwashukuru watekelezaji wenzetu wa mradi ambao ni taasisi ya Deaconess Foundation ambayo iko Finland, lakini pia niwashukuru timu ya uwezeshaji kutoka ofisi ya mkurugenzi wa wilaya ya Mufindi. Nipende kumshukuru mkuu wa wilaya ya Mufindi, nipende kuwashukuru Inuka, nipende kuwashukuru chuo kikuu cha Iringa, nipende kuwashukuru taasisi inaitwa TAPCAP, nipende kuwashukuru viongozi wa vijiji, manake nikimaanisha watendaji na wenye viti wa vijiji.
nipende kuwashukuru wadau wetu ambao ni VCPC kutoka kila kijiji ambacho mradi umetekelezwa. Lakini pia kipekee nipende kuishukuru bodi ya mradi ambayo wao wamekuwa ndo washauri wakuu wa mradi, lakini pia ndo wasimamizi wakuu wa mradi ambao tunaotekeleza. Je, umehitimu darasa la 7, kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma